Hii dunia bila sisi haiwezi kunoga na siyo salama. Machi 8 kila mwaka ni siku ya wanawake duniani. Siku hii huadhimishwa ili kutambua mchango wa wanawake katika mambo mbalimbali. Mchango huu huangalia juhudi ya mwanamke mmoja mmoja, lakini pia huangalia juhudi za wanawake katika kulisukuma gurudumu la maendeleo. Mwaka huu kauli mbiu hapa nchini Tanzania ni haki na usawa wa maendeleo jumuishi katika kuelekea dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Haki na usawa si upendeleo, bali ni hitaji la muhimu na la lazima katika ustawi wa jamii. Kwa nini haki na usawa? Kwa majina nafahamika kama Dr. Sakina Faru. Ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza Malimbe, na ninatumikia katika idara ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma. Kwa nini haki na usawa umekuwa ni ujumbe muhimu kwa kusherehekea siku ya mwanamke duniani kwa mwaka huu 2026? Haki na usawa huu hasa unaangaziwa kwa wasichana pamoja na mwanamke kuelekea kuifikia dira ya maendeleo jumuishi ya mwaka 2050, kwa sababu kundi hili bado limeonekana likiwa na changamoto nyingi. Changamoto mfano kwenye masuala ya kimila. Kumekuwa na mila kandamizi na hasa zinamkandamiza huyu mtoto wa kike na pengine mwanamke. Ukiangalia kwa mfano masuala ya umiliki wa ardhi na mali mbalimbali, kumekuwa na baadhi ya mila kwa Tanzania, lakini hata kwa Afrika kwa ujumla na pengine labda ni duniani, ambapo mtoto wa kike ama mwanamke haruhusiwi kumiliki ardhi. Kwa hiyo usawa huu unatafutwa ili kuonyesha kwamba huyu naye anaweza kumiliki ardhi, mfano shamba ama kuwa na nyumba ama hata kuwa na kiwanda. Na ndio sababu hivi sasa unaona kunaendeshwa kliniki mbalimbali za masuala mazima ya ardhi, na wanawake wamepewa haki za kumiliki ardhi. Hii ni kuonyesha tu uwepo wa usawa. Lakini haki na usawa inaangazia pia masuala mbalimbali ya kama elimu, lakini pia masuala mazima ya uongozi. Kwa hiyo mtoto wa kike anafaa kuelimishwa kwa ngazi zote, kuanzia shule ya awali mpaka elimu ya chuo. Lakini pia kwenye masuala ya uongozi, mtoto wa kike pamoja na mwanamke wote wanafaa katika masuala mazima ya uongozi. Kwa hiyo ujumbe huu ni ujumbe mwafaka kuelekea kuifikia dira ya maendeleo jumuishi ya mwaka 2050, kwa sababu inatoa nafasi na kuikumbusha jamii hasa kwamba mtoto wa kike ama mwanamke anaweza kuongoza, anaweza kumiliki, anaweza kuongea na kusikilizwa, na anaweza kushiriki kwenye kila kitu ambacho kinaendelea katika jamii. Pengine unaweza kujiuliza, jamii inahusishwaje ili kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050? Ushirikishwaji wa jamii, tumeona mfano matumizi ya vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimekuwa vinatumika kupitia vipindi wanavyozalisha watu wa vyombo vya habari. Ukiangalia mfano kumekuwa na majukwaa mengi ya kumweleza mwanamke ni nani na kazi zake anazofanya. Kwa hiyo kupitia vyombo hivi vya habari jamii inapata kujua umuhimu hasa wa kuwepo kwa haki na usawa kwa mtoto wa kike na mwanamke kwenye kila kitu ambacho kinaendelea kwenye jamii. Kwa hiyo sehemu kubwa majukwaa mbalimbali, lakini pia tunaona hata mikutano ya mitaani, mikutano ya vijiji, makanisani, kwenye nyumba zote za ibada, kwenye misikiti, kumekuwa na viongozi ambao ni wanawake. Kwa hiyo ukienda kwenye misikiti, kwenye makanisa, hao ndio wanajamii wenyewe. Kwa hivyo mwanamke anaposhirikishwa, mfano unakuta labda ni mwenyekiti wa baraza la walei, ama ni mwenyekiti wa WAWATA, ama ni mwenyekiti wa kamati za ujenzi kwenye makanisa, jamii inapata kujua kwamba kumbe mwanamke huyu anapotuongoza anaweza kufanya kama ambavyo anaweza kufanya mtu mwingine. Kwa jamii inashirikishwa kwa sehemu fulani, japo bado tunahitaji ama kuna hitaji kubwa la uwepo wa ushirikishwaji zaidi wa wanawake. Ni upi sasa mchango wa vyombo vya habari katika kuhakikisha unafanikisha suala la haki na usawa hususan katika kuelekea dira ya maendeleo ya mwaka 2050?
Kama nilivyotangulia kusema, vyombo vya habari vimekuwa na mchango mkubwa, kwa sababu muda huu ama nyakati hizi tunazoishi, habari sio kitu cha mzaa tu. Tunasema hivi sasa ni information it's a product, kwamba kila mtu anataka hii bidhaa imfikie. Kwa hiyo kupata taarifa imekuwa ni bidhaa, na bidhaa, mtu anataka bidhaa iliyo bora. Kwa hiyo vyombo vya habari vimekuwa vinajitahidi kwa kiasi chake kuangazia masuala mazima ya mwanamke ni nani, mwanamke anafanya nini, haki pamoja na usawa kwa mwanamke vinatakiwa viwe vipi. Kwa hiyo tunaona kwenye taarifa za habari, hata kuelekea siku hii ya tarehe 8, tumeona taarifa za habari nyingi zimeangazia majukwaa mbalimbali, makongamano yakiangazia swala zima la nafasi ya mwanamke katika jamii. Lakini mbali ya taarifa za habari, tumeona kumekuwa na vipindi, majukwaa ya wanawake yanaeleza vizuri. Kwa hiyo vyombo vya habari vimekuwa vinafanya vizuri, japo si sana, kwa sababu vyombo vya habari vingi vinaangalia taarifa gani hasa ambayo inawapa faida. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba vyombo vya habari vingi vimekuwa vinafanya, japo si sana, kwa sababu tukitazama mfano kama magazeti yanaandika, lakini magazeti haya pengine kuna baadhi ya maeneo hayafiki. Na kwa sasa vyombo vya habari vinaweza vikatilia mkazo kuweka maudhui yao kupitia vyombo vya habari vya mtandaoni, mfano redio ya mtandaoni, television ama runinga ya mtandaoni na majukwaa mengine kama haya. Katika kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani, je, wanawake wana mchango gani katika kuhakikisha haki na usawa vinafikiwa ndani ya jamii? Mwanamke ama wanawake, mchango wanaoweza kutoa, tumeona wanawake kwa sasa, wanawake wana makundi yao mengi tu, mambo ya vikoba, mambo ya SACCOS, wanakopeshana nani. Wanawake kwa umoja wao kupitia makundi hayo madogo madogo, tunaona madogo lakini makundi ambayo yana nguvu sana. Kwa hiyo wanawake kwa pamoja kupitia makundi hayo niliyoyataja, vikoba, SACCOS, wamekuwa na vyama vya kushirikiana kwenye mambo ya misiba, kusaidiana kwenye mambo ya starehe. Siku hizi mpaka kumekuwa na vyama vinaitwa wanachama wa Yanga na Simba, nadhani nimesikia kitu kama hicho, na ni makundi makubwa kweli kweli, yanafanya vizuri. Kwa hiyo mwanamke bado ana nafasi kubwa sana kupitia makundi hayo kuweza kuhakikisha kwamba anatoa mchango kwa msichana ambaye ni mdogo ama kwa mtoto wa kike ambaye ni mdogo, lakini pasipo kumsahau mtoto wa kiume, kumuonyesha umuhimu wa kuwa na haki pamoja na usawa kwa wanawake na wasichana, kwa sababu ni kundi ambalo limekuwa likisahaulika kwenye jamii. Kuelekea siku hii ya sikukuu ya wanawake duniani ambayo ni tarehe 8 mwezi wa 3, na inaadhimishwa kila mwaka ikiwa na ujumbe tofauti tofauti. Mwaka huu ujumbe wetu unasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, kuelekea kutimiza ile dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Basi mimi niwatakie tu heri wanawake wote duniani, lakini Afrika na hasa nyumbani kwetu Tanzania. We mwanamke, na kutakia heri ya sikukuu ya mwanamke. Sherekea kwa amani, lakini tambua kuna haki na usawa kwa kila kitu unachokifanya. Wasichana ndio taifa la kesho, na wao ndio gurudumu muhimu katika kuhakikisha haki na usawa vinafikiwa katika jamii. Je, kuwepo kwa haki na usawa katika jamii kutawasaidiaje wasichana kuhakikisha wanafikisha ndoto zao? Kwa majina naitwa Habiba Mahmudu. Haki na usawa kwa maendeleo ya jamii, haswa kwa sisi wasichana, imetusaidia sana. Kama tunakumbuka zamani, wasichana tulikuwa tunabaguliwa kwenye michezo, lakini sasa hivi kupitia haki na usawa tumepewa opportunity mbalimbali ambazo zinatuwezesha sisi kupata scholarship nje ya nchi. Kwa hiyo haki na usawa katika jamii, hasa kwa sisi wanawake, imetufikisha mbali na imetuwezesha pia sisi kufanyaje, kutimiza malengo yetu. Haki na usawa imenitia moyo sana niwe shupavu katika masomo yangu, katika kila kitu changu kiweze kunisaidia baadaye. Kukiwa na haki na usawa, ninaweza kufanya kazi na wanaume pia na wanawake ili kusudi nitimize malengo yangu. Kuwepo kwa usawa katika jamii inasaidia sana sana kwa watoto wa kike kuwa na uwanda mpana wa kufanya kazi sawasawa na kazi zile wanazozifanya wanaume. Kama katika jamii fulani unakuta kuna zile bias zinatokea, lakini
Pale pakiwepo na usawa, basi hakutakuwa na hizo bias tena, na mimi kama mwanamke itanisaidia mimi binafsi na kwa wanawake wengine kuleta maendeleo makubwa katika jamii. Katika nchi yetu na maendeleo yetu ya jamii, inatakiwa haki na usawa kwa wanawake na wasichana zizingatiwe sana, ili kuwafikisha wanawake mbali, kwa sababu wanawake tunaweza. Ndio maana Tanzania kuna viongozi wengi kama wanawake waliokuwepo na ambao wapo. Ukimwangalia kiongozi Anna Makinda, ukimwangalia kiongozi Mama Samia Suluhu ambaye ni rais wetu, hiyo yote ni kwa sababu haki kwa wanawake na wasichana ilizingatiwa. Heri ya siku ya wanawake duniani. Ili kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050, wanawake wanahitaji elimu bora, ujuzi wa kisasa, afya, fursa sawa za kiuchumi na ushiriki katika maamuzi, huku tukiwalinda dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Heri ya siku ya wanawake kwa wanawake wote duniani na hapa nchini Tanzania.